Na mtazamaji, bwana, mke wa Mwijaku ameamua kutia neno kuhusiana na kile ambacho kinaendelea huko mitandaoni. Bwana, moja kati ya watu ambao waga wanapongezwa sana na wadau mbalimbali ni kwamba mke wa Mwijaku anaonekana kwamba ni mwanamke ambaye yuko na subira, mvumilivu, muelewa bwana, kwa sababu inasemekana kwamba tokea hapo awali wakati huyu mke wa Mwijaku yupo anaanza mahusiano na Mwijaku bwana, alivyoanza mambo yake ya influencing huko mitandaoni, ni moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vinampatia wakati mgumu sana huyu mkewe. Umeona bwana. Kwa hiyo bwana, mke wa Mwijaku akawa anapitia, watu walikuwa wanamshangaa sana kazini kwake baada ya mumewe kuonekana akiwa na garagara, mara anavua shati, anafanya vituko huko mitandaoni. Basi moja kwa moja hili jambo lilipelekea mke wa Mwijaku kuchukizwa na vitendo vya Mwijaku, lakini baada ya kujua kwamba Mwijaku kumbe vile anavyovifanya vinamuingizia fedha, basi moja kwa moja ikabidi aanze kumsupport mumewe. So baada ya kumsupport bwana, ndo mwisho wa siku ndo hivyo mambo yamekuwa ni mazuri. Mwijaku sasa hivi anaonekana ni moja kati ya watu ambao wana maendeleo mjini, na at the end of the day bwana, moja kati ya kitu ambacho tumenotice ni kwamba Mwijaku bwana na mke wake wameshapitia changamoto nyingi sana, lakini at the end of the day tumeona kwamba Mwijaku kutokana na changamoto ambazo amezipitia, mkewe amezivumilia changamoto hizo, na mwisho wa siku ndo hivyo wamekuwa na maendeleo. Kama unakumbuka vizuri, kuna video ambazo zilivuja Mwijaku akiwa anaonekana yuko na mwanadada anaitwa Menina, alafu ikaja kaleta kesi, lakini mwisho wa siku mke wa Mwijaku hakumtupa mumewe, akasimama naye, wakasaidiana, na mwisho wa siku mambo yamenyooka. Lakini pia vile ukiachana hilo, tumeona wanafunzi wa chuo walikuwa wanampigania Mwijaku, na yenyewe pia ilikuwa ni moja kati ya story ambayo ilimeke headline huko mitandaoni, sio kawaida. Lakini mwisho wa siku pia hakukuwa na chochote ambacho kilitokea kwamba eti labda ndoa yao kuvunjika au vipi. Hapana, haikuwa hivyo. Kwa hiyo hii inaonyesha jinsi gani ambavyo Mwijaku na mkewe wako imara. Sasa mkewe bwana, baada ya Mwijaku kujenga mjengo mwingine, gorofa hili ambalo mwenyewe anadai kwamba ni la bilioni 4.3, basi moja kwa moja mke wa Mwijaku naye pia amekuja amehojiwa na akaelezea kwa wanawake wengine, amewapa ushauri wawe na subira, kwani yeye na Mwijaku wamesubiriana sana. Umeona bwana. Kwa hiyo mke wa Mwijaku ametoa somo kwa wanawake wengine kwamba wawe na subira, kwani yeye na Mwijaku wamesubiriana sana, na sasa hivi wanavuna matunda ya jitihada na subira ambazo alikuwa nazo kwa mumewe. Naona bwana, kwa hapa kuna page wamekuja wameripoti wakiwa wameandika kwamba mke wa DC Mwijaku amewataka wanawake kuwa na subira, ambapo amesisitiza kuwa wasitamani tu maisha ambayo yeye na mume wake wanayoishi sasa hivi, kwani wamesubiriana na kuvumiliana kwa muda mrefu. Wadau mbalimbali of course hapa wamekuja kuweka maoni yao. Kuna mtu amesema kwamba bwana, shemeji yetu kweli akili yuko nazo, lakini sasa huyo mume wewe ndio mwenye matatizo, huyo Mwijaku. Mwingine amesema kwamba bwana, huyu dada hapa ameongea pointi. Mwingine amesema kwamba bwana, endelea kutofautisha. Kwa mwingine anasema kwamba bwana, well said, ameongea point sana huyu dada. Kwa hiyo hii mpaka hapa inaonyesha kwamba wadau mbalimbali bwana wamesupport kile ambacho mke wa Mwijaku amekizungumza. Bwana mtazamaji, nadhani utakuwa unaelewa kwamba Mwijaku bwana ni moja kati ya watu ambao utasema vitu vingi, lakini at the end of the day lazima uweke wazi kwamba Mwijaku ni hard working, yani ni mtu ambaye anajituma kweli kweli. Yani katika swala la kazi, huyu jamaa anafanya kazi, haangalii mtu usoni, haogopi kwamba eti watu watamchukuliaje, watu watamdharau, watampuuzia, hana aibu. Umeona bwana, hiyo ni moja kati ya sifa nzuri za Mwijaku, ukiachana mambo mengine ya kidwanzi ambayo anafanyaga mitandaoni ambao watu wanaona kama vile jamaa anajichetua, lakini at the end of the day lazima ueleze kwamba Mwijaku bwana ni very hard working, na mwisho wa siku of course anapata pesa. Sasa basi katika swala la kutengeneza fedha bwana, Mwijaku na creativity ambayo yuko nayo katika swala zima la kutengeneza content, ni kwamba at the end of the day bwana, matunda ndio hivyo. Kama hivyo ni kwamba Mwijaku bwana anajenga majumba sio kawaida. Hivi karibuni tu nakumbuka kama ni mwaka jana mwishoni aliintroduce site yake nyingine, na of course hakupoteza muda akaanza ujenzi, na tayari ule ujenzi bwana umeshakamilika. Na kama kawaida bwana, Mwijaku akisha kamilisha jambo, kwa mara ya kwanza alikuwa very humble kujenga lile gorofa kule Kigamboni, alikuwa very humble, akafanya uzinduzi na kila kitu safi. Lakini hii mara ya pili bwana, gorofa hili lingine ambalo ni kubwa zaidi na lina space, ni kwamba bwana huku hajawa humble kabisa bwana, ameanza kuwajia juu watu, anawachana kwamba bwana
jengo lake lina thamani ya zaidi ya bilioni 4.3 za Kitanzania. Bwana anadai kwamba ni jumba la thamani kweli kweli, na amekuwa akiwatambia baadhi ya watu ambao ni wapinzani wake. Lakini pia ukiachana na hayo yote, at the end of the day, Mwijaku bwana ametoa shukurani, ametoa dedication, yani ametoa pongezi, amewashukuru baadhi ya watu ambao wamekuwa wakimsupport kwa muda mrefu. Unaelewa yani Mwijaku bwana yeye mwenyewe ametoa support, ameshukuru kwa support ambayo amekuwa akipata almost on a daily basis, kwa sababu watu wengi sana wamekuwa wakimpa madili, wamekuwa wakimpa ubalozi. Kuna makampuni ambayo amekuwa akirahisisha sana maisha ya Mwijaku na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo amekuwa akikusanya pesa nyingi. Kwa hiyo sasa katika uzinduzi wa jengo lake bwana akawa anatoa shout out kwa kila mtu ambaye amekuwa naye Bennett kwa miaka yote hii, kwa kila mtu ambaye amekuwa akimsupport yeye Mwijaku kwa vitu ambavyo amekuwa akivifanya. So ni moja kati ya moment nzuri sana, zinaonyesha kwamba jamaa pamoja na mafanikio ambayo anayoyapata anaonyesha appreciation kwa watu ambao wamekuwa wakimshika mikono. Unaona bwana kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo vimewafurahisha watu wengi, na ametoa shout out, ametoa pongezi kwa watu wengi mpaka kwa Diamond mwenyewe. Lakini pia vile vile kuhusiana na hii issue tunafahamu kwamba jengo lake lile la mwanzo ambalo alilijenga Kigamboni, alisema kwamba ni jumba la bilioni 1.3. Sasa this time around anasema kwamba hii nyumba yake nyingine sasa imevunja rekodi, anadai kwamba ni ya bilioni 4.3. Mwijaku bwana anakuambia kwamba jengo lake lingine hili nalo pia vile vile sio la kitoto, ni jengo la gharama kweli kweli. Bilioni 4 zimelala hapo, na mtu wa kwanza kabisa ambaye Mwijaku ameenda kumwonyesha hili jengo mara tu baada ya kumaliza alikuwa ni mama yake mzazi. Kwa hiyo Mwijaku bwana alimpeleka mama yake kwanza akakague nyumba, ni jumba la ghorofa 2 juu, umeona bwana kwa hiyo bwana akampandisha, akamuingiza mama yake ndani, akamuonyesha dining, sebule, vyumba, akampandisha juu, akamuonyesha chumba chake yeye mwenyewe Mwijaku, choo, balcony na kila kitu. Kwa hiyo ilikuwa ni moment nzuri sana kuiona jinsi ambavyo Mwijaku alivyokuwa anamuonyesha mama yake mjengo. Lakini pia vile vile ukiachana na hilo ni kwamba Mwijaku amekuwa akimuelekeza mama yake kwamba kuhusiana na swala la furniture bwana amepewa bure na moja kati ya kampuni ambazo anafanya nazo kazi. Kwa hiyo bwana furniture za Mwijaku kuanzia sebleni, dining na sehemu nyingine mbalimbali amepewa free, yani ni free boti, free of charge au bwana bwana Mwijaku bwana amepewa furniture bure, lakini mjengo ndo hivyo amejenga yeye mwenyewe. Kwa hiyo watu wengi sana kiukweli, watu ambao wanamcheka Mwijaku kwamba ni chawa na nini na vitu vingine kama hivyo. Sasa kwenye mafanikio kama haya ndio sehemu ambazo Mwijaku anawanyamazisha. Yana anawanyamazisha kimya wale wabaya wake ambao waga wanamponda. Sasa hivi wanabaki tu mdomo wazi kwamba bwana jamaa pamoja na kwamba anajichetua mitandaoni, lakini at the end of the day mambo ya maana kabisa anayofanya. Lakini pia nimekuelezea kwamba Issa Tambuu bwana amekuwa akimuumbua Mwijaku kila pale anapojisifia kwamba jengo lake ni la thamani na vitu vingine kama hivyo. Issa Tambuu bwana amekuwa akimuumbua Mwijaku kwamba ule mjengo bwana ufiki thamani hiyo anayohitaji yeye ya bilioni 4.3, hata milioni 450 ule mjengo mwenyewe Issa Tambuu anakuambia kwamba hauzidi. Na hii ni kutokana na kwamba huyu Issa Tambuu mwenyewe ni moja kati ya watu ambao wanafanya biashara hizo za ujenzi wa nyumba na kuziuza. Na kikubwa sana ambacho amecriticize Issa Tambuu kuhusiana na mjengo wa Mwijaku, amedai kwamba mjengo kama umejengwa Mbagala kuelekea Kigamboni huko, thamani yake lazima itakuwa imeshuka. Majengo ambayo inayojengwa maeneo ya Ununio, Mbweni, Bunju Beach ndio majengo ambayo sasa hivi ina thamani kubwa. Lakini hata kama ukutana na mjengo classic katika maeneo hayo hauzidi milioni 900. Sasa huu mjengo wa Mwijaku unafikaje bilioni 4.3? Au tu ameamua kuwatishia watu waogope kujenga, wahisi kwamba kujenga mambo ya ujenzi ni gharama? Bwana hicho ndicho ambacho amekizungumza Mwijaku, amekizungumza Issa Tambuu kuhusiana na kile ambacho Mwijaku amekuwa akijitamba huko mtandaoni.
Kwa hiyo bwana, mambo yanazidi kuwa magumu, mambo yanazidi kuwa mazito, mambo yanazidi kuwa mengi kwa upande wake Mwijaku na mjengo wake ambao sasa hivi ndio moja kati ya vitu ambavyo vina make headline huko mitandaoni. Sio kawaida, watu bwana wanafuatilia kwa karibu kabisa kuweza kuona vibweka vingine ambavyo Mwijaku anavifanya.